Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA kampasi ya Singida imefanya mahafali yake ya 24 huku wahitimu wakihimizwa kuchangamkia fursa za kiteknolojia na kutoiogopa mifumo ya akili mnemba, badala yake waitumie kama fursa ya kujiajiri na kurahisisha utendaji kazi wao. Katika mahafali hayo yaliyowakutanisha kampasi za Kigoma, Dar es Salaam, Mtwara, Singida na Zanzibar, na wahitimu waliotunukiwa shahada ni 548 kutoka kampasi zote. Jukumu la kizazi chenu ni kuhakikisha kuwa Tanzania inanufaika na mapinduzi ya teknolojia, maarifa na ubunifu unaoendelea kote duniani kwa kuleta tija, ushindani na fursa ya maendeleo ya haraka kwa ajili ya kuendeleza maisha ya wananchi wetu na jamii na taifa kwa ujumla. Lakini mjione kwamba mnao wajibu mkubwa kuiwezesha Tanzania, lakini pia utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Dira yetu ina malengo makubwa sana. Malengo yale hayawezi kwenda sawa kama hatuna wataalamu wabobezi, hatuna watafiti, hatuna watu walioelimika vema waliojifunza vema kutekeleza malengo makubwa yaliyowekwa na serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi. Kwa hiyo mjione mnalo jukumu kubwa kwa taifa hili, lakini mnalo jukumu kubwa la kwenda kubadilisha kizazi ambacho mmekiacha katika maeneo ya kazi. Aidha, afisa mtendaji mkuu wa taasisi hiyo Profesa William Palanjo amewataka wahitimu hao kuboresha misingi ya kazi zao wawapo maeneo yao ya kazi. Kwamba mnahitimu katika kipindi ambacho dunia inathamini uwezo wa kuleta matokeo kuliko umiliki wa vyeti. Kwamba mtakuwa na vyeti lakini kuna hii dhana ya kuleta matokeo zaidi ya vyeti. Maarifa na ujuzi mlioupata TIA uwe ni msingi wa kutengeneza fursa mpya, kuboresha mifumo ya kazi na kutoa majibu ya changamoto zinazoikabili jamii yetu na nchi yetu kwa ujumla. Aidha, kitakachowatofautisha na wafanyakazi wenzenu mliowaacha ofisini kuanzia leo sio cheti mlichobeba, bali ni tofauti mtakayoonesha katika mazingira yenu ya kazi na michango yenu kwa ajili ya nchi yetu. Renatus Msangira, mjumbe wa bodi kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi ya ushauri wizara, amesema kuwa mahafali hayo ni kielelezo endelevu ya taasisi hiyo katika kutekeleza dhamira yake ya kuandaa wataalamu wenye maarifa, ujuzi na weledi unaohitajika katika kuchangia maendeleo ya taifa. Tunajua katika jamii zetu tunakabiliana na changamoto mbalimbali. Tunapokuwa na wataalamu kama nyinyi, tunaamini kwamba migogoro mingi itapata suluhisho kwa kuwa mmetoka na kitu cha ziada ambacho kule wananchi au kwenye taasisi zetu wanawategemea sana. Nasi tunawategemea, najua hamtatuangusha. Aidha, katika enzi ya maendeleo ya teknolojia na matumizi ya akili bandia, na wahimiza kuitumia hiyo teknolojia iwe nyenzo ya kuongeza ufanisi na ubunifu, si mbadala wa fikra pevu, maadili na matumizi ya kitaalamu. Mafanikio ya kweli yataendelea kupimwa kwa uwezo wa binadamu kutumia maarifa yake kwa busara na kwa manufaa ya jamii. Natarajia ofisini kwangu kupeleka mabadiliko kwa maana ya kwamba nimemaliza master, kwa maana ya kwamba nitakuwa mbobevu zaidi katika masuala ambayo nayafanya. Ikikumbukwa mimi ni mtoza ushuru, kwa hiyo nitakuwa ni mbobevu zaidi kwenye hayo maeneo, kuweza kujua kutathmini kodi na mambo mengine, kupunguza tax evasion na mambo mengine. Kwa hiyo hilo ndio ambalo natarajia baada ya kuhitimu. Asante. Shukrani. Na wahamasisha wadogo zangu mliopo cheti, diploma, degree, msiishie njiani. Level ipo, TIA ipo, imeanzisha programu ya masters na ni walimu wako supportive kuhakikisha mnafikia malengo. Kwa hiyo msiishie njiani, hakikisha wote tunafikia level moja ya masters na Mungu akitubariki mpaka PhD. Programu ya masters katika kampasi ya Singida
ilizinduliwa mnamo mwaka 2024 na hii ndiyo mahafali yake ya kwanza tangu kuanzishwa kwa kampasi ya Singida. Edna Malekela, Singida.